maelekezo yanayokuwepo ni kwamba timu ile ambayo ya kiserikali inaendelea kufanya kazi na tuseme kwamba kwa utaratibu ambao nimesema kwamba kila mtu hapa ana eneo lake la kufanya kazi, ni kwa mujibu wa sheria tulizokuwa nazo. Tuendelee na kufanya kazi hii ya ufuatiliaji katika maeneo yetu. Lakini wale watu wote ambao wamebainika kabisa wamevunja sheria kabisa, sawa, lazima tusimamie sheria, fanye kwa sheria za sasa, sheria ifuate. Lakini wakati huo imani yetu kubwa ni kwamba baada hizi siku chache, maana tuna takriban wiki tatu, inawezekana tutapata mwelekeo wa moja kwa moja kwa mustakabali wa jambo hili. Wataalamu, endeleeni na kazi ya kufanya ufuatiliaji. Wale ambao wanaovunja sheria, endeleeni kusimamia, lakini mzizi wetu wa fitina tunaenda kukamilisha sasa mtaratibu nini wa kisheria, ili mradi kwamba Watanzania na kama watu wengine wa mataifa mengine vile vile wanavyoenjoy katika fursa mbalimbali za kimaendeleo tuweze kuenjoy kwa pamoja. Niwaombe, wakati huu kuna mihemko mingi. Nilikuwa nimewasiliana na naibu katibu mkuu wakati niko Japan, nimewasiliana na mwenyekiti wetu. Kumetokea kasumba, kila siku watu wanaandika vipeperusho vinaenda nani. Hii jamani sio jambo la sawa sawa. Niwaombe wataalamu sasa, wale wakazi waendelee na shughuli zao za kazi, kufuatilia vibali vya kazi. Wale wa migration waendelee kuangalia compliance ya upande wa migration. Wale BRELA waendelee na utaratibu wao wa kuangalia kwamba mambo ya leseni yanafuatiliwa vizuri. Wale wa TBS, swala zima la viwango, FCC, Madam Marija yuko hapa, swala la compliance ya vitu ambavyo vinakuwa substandard. Zoezi hilo kila mtu kwa mujibu wa nafasi yake, kwa mujibu wa sheria tuko nazo, aendelee nalo bila kusimama. Na huku serikali tukiendelea kuhakikisha kwamba tunaenda kutafuta swala zima la tiba ya moja kwa moja ya jambo hili. Kwa sababu tiba ikitoka sheria itazungumza baada ya siku fulani tu kila kitu, maana yake nini? Pens down. Changamoto ambazo tumekutana nazo ni nyingi, tutasoma chache. Nyingine ya kwanza, timu imebaini baadhi ya biashara zinaweza kufanya na wazawa zinafanya na wafanyabiashara wa kigeni. Katika ukaguzi wetu, Mheshimiwa Waziri, tuliona wageni wamesajili biashara, lakini kazi ambazo zinafanywa na wageni ni kazi ambazo zinaweza kufanywa na wazawa: kuuza duka, uhasibu, ukeshia, mpaka kufunga mizigo walikuwa wanafanya wageni. Hiyo timu imebaini. Lakini pia timu ilibaini jumla ya biashara 28 zimepewa leseni za biashara na halmashauri ya manispaa ya Ilala kimakosa. Kingine pia biashara za wageni kusajiliwa kwa kutumia nyaraka za wazawa. Tulikwenda maduka, kuna mchanganuo huko ndani, unamkuta ni mzawa, kila kitu ni mzawa, lakini tukienda BRELA kuangalia usajili unakuwa ni usajili wa Mchina ambaye hayupo hapa nchini. Share 50% Mchina, 50% Mchina. Lakini au hiyo wengi walikuwa ni Wachina, lakini tuliwakuta madukani ni Watanzania. Naitwa Severin Mush, ni mwenyekiti jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo. Kama ambavyo mnaona leo tumeweza kukabidhi ripoti ya kikosi kazi ambacho kimeundwa na Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara. Ripoti ni kubwa na imeeleza mambo mengi. Kwanza, kama kiongozi wa wafanyabiashara, ni kuishukuru serikali kwa kukubali kupokea na kufanyia kazi maombi yetu. Mengi yameonekana, na kwa ahadi ya waziri kwamba tutakwenda kupata sheria mahususi ya kumlinda mzawa, na hii ndio ilikuwa kiu yetu, na tunaishukuru sana serikali kupitia Mheshimiwa Rais, lakini na waziri mwenyewe pamoja na wasaidizi wake wote. Mustakabali wake utakuwa ni mzuri, kwa sababu sheria itaelekeza ni biashara ipi ifanywe na mzawa, ni biashara ipi ifanywe na mgeni, na ipi haitakiwi kufanywa. Kwa hiyo ninajua kwa wakati huu watu tayari wapo, lazima pia busara ituongoze, kwa sababu huwezi kuamka tu asubuhi kumwambia mtu ondoka. Lazima taratibu zingine tuzifuate zile, kuhakikisha hata kama ni kuondoka basi watu wanaondoka kwa taratibu maalum. Mustakabali wake utakuwa ni mzuri, kwa sababu sheria itaelekeza ni biashara ipi ifanywe na mzawa, ni biashara ipi ifanywe na mgeni, na ipi haitakiwi kufanywa. Kwa hiyo ninajua kwa wakati huu watu tayari wapo, lazima pia busara ituongoze, kwa sababu huwezi kuamka tu asubuhi kumwambia mtu ondoka. Lazima taratibu zingine tuzifuate zile, kuhakikisha hata kama ni kuondoka basi watu wanaondoka kwa taratibu maalum.